Na shirika hili la utangazaji nchini liko katika mchakato wa mwisho wa kulipa ada zinazodaiwa na mpango wa pensheni ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 1. Mwenyekiti wa mpango wa pensheni wa wafanyikazi wa shirika la utangazaji nchini Martin Kingasia amesema shirika hili limeonyesha kujitolea katika kulipa ada hizo, jambo ambalo linaweza kufanywa kabla ya mwisho wa mwezi Agosti mwaka huu. Kingasia aliwahakikishia wafanyikazi waliostaafu kwa baadhi yao ambao wamekuwa wakisubiri malipo yao ya jumla kwa karibu miaka 5 sasa kwamba uvumilivu wao uko karibu kuzaa matunda. Alisema usimamizi wa sasa wa shirika umeonyesha kujitolea kikamilifu kuhakikisha kwamba wale waliostaafu na bado hawajapata malipo yao wanashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Kingasia ambaye alikuwa akihutubia mkutano mkuu wa 34 wa mwaka wa wastaafu wa KBC aliwasihi wastaafu kudumisha umoja, huku shirika likifanya kila juhudi kisheria kushughulikia tatizo la malipo ya jumla. Wale watakaokuwa wanatoka kabla wafike gate watakuwa na pesa zao mfukoni. Okay? I believe so. And it's not my pledge, it is my pledge, it is your pledge. Do not curse what I have said. Usilaani niliyosema, badala yake ibariki yale nimesema na useme ni yetu sisi wote. Because kama tutapata hizo pesa, si ati ni Martin atapata na wewe utapata, sote tutapata. So let us, when I say that, Mungu anakupa kile ambacho unaomba, si ndio? We are fighting for everybody to get their money, and we believe that all of us are going to get our money, and if that happens, the status of your accounts will definitely change one morning. Mtaamka asubuhi mnakuta mambo iko sawa.